Siri namba moja ya kukuza biashara yoyote ile ni kuendesha biashara yako kisasa. Namna ya kuendesha biashara miaka 10 iliyopita ni tofauti sana na namna ya kuendesha sasa. Kwa sasa kuna namna za kisasa za kuendesha biashara. Kwa sasa kuna namna za kisasa za kusimamia biashara yako. Katika siku ya leo, katika YouTube channel yangu, ninaenda kukufundisha namna ya kisasa iliyo bora na iliyo rahisi ya kuendesha biashara yako kisasa, hata bila kuhitaji uwepo wako. Unaelewa kila kinachoendelea kwenye biashara yako, hata kama hujakanyaga kwa wiki nzima, hata kama hujakanyaga kwa mwezi mzima. Katika siku ya leo bwana, ninakutambulishia kwako mfumo bora wa kusimamia biashara yako unaoitwa Biashara Soft. Karibu sana bwana katika YouTube channel yangu. Kama ndo kwa mara ya kwanza upo katika YouTube channel hii, tafadhali usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata taarifa tunapokuwekea somo jipya. Mimi naitwa Victor Mwambene, ni mwelimishaji wa masuala ya fedha na biashara niliyeidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania, na ni mwandishi wa vitabu 4 ikiwemo kitabu cha jinsi ya kuanzisha na kukuza biashara, kitabu ambacho kama unataka kukuza biashara na kufanikiwa katika biashara ni lazima ukisome. Ni muhimu kwa ajili ya wajasiriamali, ni muhimu kwa ajili ya watu wanaotaka kukua kiuchumi. So kama nilivyokuambia bwana, namna ya kuendesha biashara miaka 10 iliyopita ni tofauti sana na namna ya kuendesha biashara sasa. Kwa sasa bwana, kuna namna za kisasa za kuendesha biashara. Kwa sasa kuna namna za kisasa za kusimamia biashara yako. Zama za kutumia madaftari kuendesha na kusimamia biashara zimepitwa na wakati. Zama za kupiga mahesabu, yani kila siku unapofunga mauzo ya siku unaanza kupiga mahesabu, hizo zama zimepitwa na wakati. Kwa sababu kupiga mahesabu unaweza ukakosea, lakini pia mahesabu kuna vitu hayawezi kukusaidia. Kuna vitu hayawezi kufanya. Kwanza yanakosti muda wako, yanakupotezea muda. Sasa katika siku leo bwana, nataka nikuonyeshe mfumo wa kisasa rahisi sana kutumia wa kuendesha na kusimamia biashara yako. Ni mfumo ambao utakusaidia hata kama hujakanyaga dukani kwako, lakini unaelewa kila kinachoendelea na kila kinachotokea katika biashara yako. Katika siku leo ninakuletea mfumo wetu unaoitwa Biashara Soft. Biashara Soft ni mfumo au application inayokusaidia kusimamia biashara yako kidigitali. Tunasema Biashara Soft, biashara kiganjani mwako. Kupitia mfumo wetu wa Biashara Soft utaona bidhaa zinazokaribia kuisha na utaona bidhaa zilizoisha. Na mfumo wetu, bidhaa zikikaribia kuisha inakutumia ujumbe, bidhaa fulani, kwa mfano labda iPhone 16 Pro Max zinakaribia kuisha, au suti ya aina fulani inakaribia kuisha. Na bidhaa zikiisha inakutumia ujumbe, labda headphones zinakaribia kuisha, au labda Tecno P5 zinakaribia kuisha. Na kitu kizuri kuhusu mfumo wetu ni kwamba inakuonyesha bidhaa zinazotoka sana na bidhaa ambazo hazitoki sana, yani fast moving items au product na slow moving items au product. Kwa hiyo inakusaidia kujua kumbe bidhaa fulani ndo zinatoka sana, kwa inabidi hizi ndo ninunue sana, hizi ndo ninatakiwa kuzipromote sana. Kumbe bidhaa fulani ndo hazitoki sana. Kwa mfumo unakuonyesha. Lakini kama wewe unauza bidhaa zile za kuexpire, mfumo unakuonyesha bidhaa ambazo zinakaribia kuexpire, na mfumo wetu pia unakuonyesha bidhaa ambazo zimeexpire. Kwa hapa mnaouza dawa, mnauza vitu mbalimbali vya maduka ya mangi, mfumo huu unakuwa ni muhimu sana kwenu. Kitu kingine kizuri kinachopatikana katika mfumo wetu au application yetu ya Biashara Soft ni expenses. Katika mfumo wetu unaweza ukarekodi matumizi katika biashara yako au kampuni yako, na unaweza ukarekodi mapato. Matumizi kwa maana gani? Katika biashara kuna matumizi ya aina mbalimbali. Kuna bili mbalimbali ya umeme, ya maji, kuna matumizi ya transport mbalimbali, kuna matumizi ya mishahara, kuna matumizi ya aina mbalimbali yani ambao unaweza ukayaona katika biashara yako. Sio, tumeelewana? Kuna transport, kuna supply umewalipa, kuna marketing charges yani gharama za marketing, kuna bili mbalimbali kama nilivyokuambia hapo. Kuna bili ya umeme, bili ya maji, kuna mabando haya subscription mbalimbali za wifi na aina nyinginezo za matumizi. Kwa katika mfumo wetu utaona sehemu kubwa ya matumizi ni aina gani ya matumizi yanakula pesa nyingi. Utaona expenses categories, matumizi katika kila aina ya categories utayaona. Sisi tumeona, na utaona katika mwezi huu matumizi yameongezeka au yamepungua, na kama yameongezeka kwa asilimia ngapi, na kama mwezi huu matumizi yako yameshuka kwa kiasi gani na kwa asilimia ngapi. Utaona wafanyabiashara wengi hawarekodi matumizi yao, hivyo hawajui faida halisi wanaoipata katika biashara. Sisi tumeelewana? Kwa lazima una utamaduni wa kurekodi matumizi yako katika biashara yako. Mfumo wetu wa Biashara Soft unaweza kukusaidia kurekodi matumizi yako, na unaweza ukapata ripoti za matumizi mbalimbali. Sisi tumeelewana mpaka hapo Yes.
Feature nyingine ambayo inapatikana katika mfumo wetu wa biashara soft ni supplier. Supplier ni wale watu ambao unanunua bidhaa kwao, unanunua jumla, unakuja unawauzia watu wengine. Sasa mfumo utakusaidia kuona kila supplier na bidhaa unazonunua kutoka kwa kila supplier. Mfumo utakusaidia kujua kila supplier umespendi shilingi ngapi katika kipindi chote ulichonunua kwake. Labda umespendi milioni 5, milioni 10, milioni 20. Sisi tumeelewana Na utaelewa katika mfumo wetu pia utaelewa kila supplier. Na utaona namba za supplier, contact person, utaona na vitu ambavyo umenunua kwa huyo supplier husika. Sisi tumeelewana Na unaweza uka create purchase order kwa bidhaa ambazo zinakuja na vitu kama hivyo hapo. Lakini kitu kingine ambacho unaweza ukakipata ambacho ni kitu kizuri sana, utakipata katika mfumo wetu wa biashara soft ni sales report. Unaweza ukapata ripoti ya mauzo ya siku, ya wiki, ya mwezi, ya mwaka. Na hapo unahitaji kupiga mahesabu, mfumo una calculate na haukosei. Utapata ripoti ya mauzo ya siku, ya wiki, ripoti ya mauzo ya mwezi na ripoti ya mauzo ya mwaka. Na pia katika mfumo wetu huu utapata kuona mauzo ya mikopo na mauzo ya cash. Kama unaweza kwa mikopo utaona mauzo ya mikopo ni milioni ngapi katika siku au katika mwezi au katika mwaka, na utaona mauzo ya cash. Kwa hivyo ni vitu ambavyo ni vizuri sana. Na unaweza kupata ripoti. Unaweza kupata ripoti ya mauzo hapo, utaona net profit, utaona gross profit, utaona gross margin, utaona mauzo yamekuwa kwa asilimia ngapi, na kama yameshuka kwa asilimia ngapi, na kama yameshuka kwa kiasi gani, kama yamepanda mauzo yako yamepanda kwa asilimia ngapi, na kama yamepanda mauzo yako yamepanda kwa kiasi gani. Mfumo utakuonyesha yote hayo. Mfumo pia utakuonyesha payment status ya mauzo yako. Mauzo ya paid itakuonyesha ni asilimia ngapi, mauzo ya partial yaliyolipiwa kidogo itakuonyesha ni asilimia ngapi, mauzo ya madeni itakuonyesha ni kwa kiasi gani. Kwa mfumo unafanya mambo mengi sana, mfumo wetu wa biashara soft. Na pia utakuonyesha top customers wako na top sales. Mfumo wetu unakuonyesha wafanyakazi bora na wateja bora. Mfumo unakuonyesha. Lakini pia kitu kingine kizuri kinachopatikana katika mfumo wetu wa biashara soft ni cash flow. Mfumo utakuonyesha pesa zote zinazoingia na pesa zote zinazotoka. Yaani mfumo wetu kwa mfano kwenye benki kuna kitu tunakiita bank statement. Unaomba bank statement. Na katika mfumo wetu unaweza ukaomba business statement ambayo itakuonyesha kila pesa inayoingia na kila pesa inayotoka. Unaomba hapa statement. Ni kama bank statement, na huku sasa tuna statement ambayo utaona kila pesa inayoingia na kila pesa inayotoka. Na kila pesa iliyoingia imeingia kutokana na nini, na kila pesa iliyotoka ilitoka kutokana na nini. Labda mshahara, au ilikuwa ni matumizi bili ya umeme, ya maji, au ilitoka kutokana na transport. Utaona hiyo statement ya biashara yako. Na pia zaidi kwenye mfumo wetu wa biashara soft utapata kuweza kuassign users mbalimbali. Kwenye biashara kuna wafanyakazi. Utamweza kuassign wafanyakazi. Yaani unamtengeneza mfanyakazi, unampa limit. Kwamba huyu mfanyakazi bwana, yeye atakuwa anaona mauzo tu na bidhaa. Hataona mapato, hataona supplier, hataona. Hiyo ndio tunaita user assignment na rule assignment. Kuna assign users mbalimbali. Inawezekana ni mtu wa inventory, mtu wa kusajili bidhaa, na inawezekana ni mtu wa sales, mtu wa kuuza, inawezekana ni mtu wa accountant, yeye kazi yake ni kurekodi matumizi na mapato. Unaweza kumassign branch manager ambaye anaona vyote na anafanya vyote, au unaweza kumwekea limit. Kwa hao users unaweka kwamba ataona hiki na hiki, atafanya hiki na hiki, hiki ataona, hiki ataona, hiki atafanya. Kwa mfano, mfanyabiashara hutaki mfanyakazi wako aone supplier wako, una tiki pale asione supplier. Hutaki mfanyabiashara wako aone mauzo ni kiasi gani, faida ni kiasi gani, unaweza ukaficha akawa haoni. Hiyo ndio tunaita assignment users. Kuassign users au roles kwenye biashara yako. So mfumo wetu wa biashara soft unafanya mambo mengi sana sana sana. Unaweza ukapata ripoti ya mauzo, unaweza ukapata ripoti ya matumizi, expenses report, unaweza ukapata ripoti ya inventory report, products zinazotoka sana, product ambazo hazitoki, utapata inventory report. Kwa mfano kwenye inventory report kuna kitu kingine muhimu kama stock value, stock valuation. High value items, utaona bidhaa ambazo zina gharama kubwa, za bei kubwa, na utaona low value items, bidhaa za gharama ndogo. Sisi tumeelewana Na utaona fast moving product na slow moving product, bidhaa zinatoka sana na bidhaa ambazo stoki, utaona bidhaa zinazokaribia ku expire na bidhaa zilizo expire. Mfumo wetu utakuonyesha sana. Mfumo wetu pia utakusaidia kupata stock overview. Hapa kwenye stock overview kuna mambo mengi kama nilivyokwisha kuyaongea hapo. Kuna mambo mengi. Habari njema ni kwamba kutumia mfumo wetu kwa mwezi mzima ni shilingi 15,000 tu. 15,000 tu. Hii ni pesa ambayo ninaamini watu wengi kama sio wote tunaimudu na tunaweza
tukailipia. Kwa hiyo application yetu kuitumia kwa mwezi mzima ni 15,000 tu, na unapolipa kwa miezi mitatu inapungua, ukilipa kwa miezi 6 inapungua zaidi, ukilipa kwa mwaka ndo unalipa hela ndogo zaidi. Sisi tumeelewana mpaka hapo So package ziko 3 za kutumia application yetu. Subscription plan ziko 3. Kuna package 15,000, kuna package ya juu zaidi, ya katikati, afu kuna package ya juu zaidi kwa wale wafanyabiashara wakubwa. Unapolipia package juu zaidi, kuna vitu vingi utaona, kuna vitu vingi utaweza kufanya, na pia unaweza kupata advance reports, advance sales reports, customer reports na advanced analytics mbalimbali unaweza kuzipata kwenye package ya juu zaidi. Lakini kama ni mfanyabiashara tu, hata hiyo package 15,000 inakutosha na unaweza kupata vitu vingi zaidi na zaidi. Piga namba unazoziona katika screen kupata maelekezo ya namna ya kupata mfumo wetu au application yetu ya Biashara Soft, au piga namba 0744126640. Zaidi unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, TikTok kwa jina la Biashara Soft, Instagram kwa jina la Biashara Soft, na usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa tunapokuwekea somo jipya. Asante sana, hadi wakati mwingine.